sheria 6 ya wakuu wa giza au anga ya mashetani. Tundaukana lifundisha ndalola kwamba bano bangulitaidi kwamba babi banu wakamilivu nkati mwa Mungu, lakini shinu shila pala shikubalema ni mwa wanyamani. Shetani kenga shetani anakubali sinu kubona banu vanungu kabisa kwamba babeli nkati muliunganiro lya kushwali au lya kulipule kwa Nungu. Yani sinu acho hata katika wetu wenkati katika ulimwengu wa giza tumia kwamba kupangua, yani katika dimongo lya bantu katika yani tukabaiko lonjilo kushwali tushinachugulikila na mede. Bwana Yesu asifiwe. Yani tunatila kumwibwa mundu kwamba chungaji akuigwinika. Yani tunataka katika kawa kenga paludea, yani igwiniki kwamba aula pala yani uganga au igwinikije pala ala ula. Yani tunatila kwamba kuigwinika kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Yani sinasi ni mwa wenye mali kwamba katika ulimwengu wa mwimumu, yani magupagwa kabisa katika bapagwa balaba ukila na mwikalila Paulo wani mwikalila katangola kwamba patukalya na wala tukakumbila, yani mpaka tuhakikishi kwamba Paulo abelimanda mwetu. Sasa katika banu hapa pakandi ni bapali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba kwa maombi yako ikawa kwamba unalilajesha, kwamba kwa wakovu wako ikawa kwamba ni wakovu bandia, yani unatumikishwa kwamba kenga bantu boye bakushwale ile bakutumikishwa mu shetani. Yani wakuliona kwamba bakuwa na Nungu kumbe katika kwa mwa wakovu wao. Bwana Yesu asifiwe. Yani mayasi ni kwamba yani mpaka hapo tunkuka nyamani ungufuatilie nyamani sangwamba kwamba upali wakovu na wakovu wao tushiloni au ngushiloni ipali katika india ya dini, kwamba bantu boye bandinyaka hata katika dini na bakuona kwamba bandi wakoka kumbe bapali nkati muidini, na shetani ankuwatumikisha kupitila katika kwa mwenendo wao. Bwana Yesu asifiwe. Yani Nungu katopa kibatu ndalifundisha, yani kwamba shetani ankukola madegu na munu akola dasi, shetani ankuikala na munu aikala dasi, shetani ankupakanila na munu kutenda sinu apakanila dasi, shetani ankuntumila munu yani katika kwa mabalelo la kumadasi. Kwamba sheria itani kenga yani sheria kabisa kwamba madunga ni ila sinwasho kunganila kwamba yani katika manao awanalipudi katika Nungu. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kama Yohana akapukile awapienge akamwona kwamba ni nyani au kinandu wanga mwedo au kinamo ule mwenu kwamba muidi hapa, yani kwamba mutukuti saushanga shirota kwida na saushanga asi apanyunyi katika ukinapangila ni mwenu. Bwana Yesu asifiwe. Akatangola pala kwa unyo bantu bala uti mabema shetani makagwala mili wakaungania kwamba pali muuna hapa katika dinga hapa tukuchuka noli muunu aju. Bwana Yesu asifiwe. Na bana wakapangalika wakawinje pala kwa Yohana alipokosa manengo na bantu bamuja bajangula shipinga sawa nao bana wakaumiliza kushi wetu hapa tuone tutende nyamani pakoza yani wetu mwiu, yani tukawe kwamba tumuone Nungu. Yohana kamulia kwamba mkaba mwenu hapa hata katika kumwona Nungu liba. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani katika uzao wao wanao kabisa katika Biblia kutangaza kwamba akupali kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Akupali kutubu jamani. Ni banu yani waukindabika kwamba yani katika sheria yao yani banaba nkuita kulipude Nungu. Tukolole katika Danieli 6:12-18. Danieli aya Danieli 6:12-18 ni buku lumwa Danieli. Tuanjangilia hapo tuwalole hapa bapinga yani kwamba katika wokovu banao abanalota shinu. Danieli 6:12 aya 18. Danieli 6:12-18. 18.
Nasema kama imeandikwa. Ndipo wakamkaribia wakasema mbele ya mfalme katika habari ya ile marufuku ya mfalme. Ukuitia sahihi ile marufuku ya kwamba kila mtu atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu yeyote katika muda wa siku 30 kila kwako mfalme atatupwa katika tundu la simba. Mfalme akajibu akasema, neno hili ni kweli kama ilivyo sheria ya Wamedi na Wajemi isiyoweza kubadilika. 13. Basi wakawajibu wakasema mbele ya mfalme, yule Danieli aliye mmoja wa wana wa wale waliohamishwa wa Yuda akujali wewe mfalme, wala ile marufuku uliyoitia sahihi, bali aomba dua mara 3 kila siku. Bali mfalme aliposikia maneno haya alikasirika sana, akakaza moyo wake ili kumfanya Danieli, akajikabisha kumwokoa hata jua kutwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa Biblia inatufundisha kwamba hukumu Danieli baada ya kugana kamuli ya sheria ya Mungu na sheria naye kabisa kwa njanga, kwa kila wakati naye kuwa na Mungu wake. Sasa katika bala vadi mashetani bakauka ndona kwamba shinwashi mwashambe munaji weza ngutudinga dinga. Bwana Yesu asifiwe sana. Bakauka na mwika nje bala mfalme wakatangua kwamba ndoni wako univika kwamba hamuri kwamba kwa kila wewe katika nama katika dunia hii sibiniye bali muntu waje anauka ndaba muntu wagora kulipude kwa Mungu kwamba kwa Mungu wake yesibini muntu waje kabisa kaoza kunama alipude kwamba kwako wako kwamba akuinami wako mfalme. Sasa katika Danieli anakunyali sinu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Yesu asifiwe sana. Mwenye mani akuimilia na mene kunjugu Mungu wake. Na kila ziduba naye kujugwa miaka 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwamba mfalme akaingia katika malori yao kwa naye akauka na shimwa lakini akalambela ndiye kwa nyamani amwokoe nyamani Danieli. Bwana Yesu asifiwe. Yeye amenipa katika bangi awasilota kwa Danieli endelee mushu alipudia. Ina maana katika wokovu wetu ufali kabisa makundi akote watu apukane na makundi hala kabisa undakodia sio ndio kwa ule kwamba wetu Mungu tuntamwa kwamba na kwa ule wetu Yesu tuntamwa kwamba katika mwenendo wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ule kwamba unguru kushwari ila utumikile sipande sawa nao utumikile kengo watu wangu mashina tu uli kwa baloni wakantuma baada ngokwe kumwambi wakantuma numbo wangu wakamuuliza kwamba baloni isibili umwikadi naye kama kwamba nayo andiokoka naambi naye nalaula sinu so wetu setulota katika familia. Bwana Yesu asifiwe. Sikatandeka sinu sibili naye familia angangole. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikamuuliza kwamba baloni hapa najali familia najali sinu kwamba baloni mapali bantu kabili bokole nani na uma kutoka doni ndawapashera kwa ntindu awo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bali ya kuokoka Biblia itangola kwamba Biblia mwapukani nao na bila Biblia kunyata uti. Kwa hiyo pale vipinganishi vipita katika ulimwengu wa Mungu kwamba wokovu wako anaikala sana ukawa kwamba ni wokovu katika uganga manenge pala unatakego tu na baadhi pala maisha yako alauka sindabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Shibili wetu baada ya kuokoka tubadilike, tuleke kutumikishwa na waganga, tuleke kutumikishwa na baadhi, tuleke kutumikishwa abile binewajie baadhi kwamba miumbe ya moto kwamba wewe katika binewajie katika mashetani mkono biwapati bana baangamie kawa kenga ulisalambala katika nkati mwokovu vitakupata. Bwana Yesu asifiwe. Mwambi bona bantu boye wakati hao tuweli kula lakini mapato na matatizo na waida wetu kabisa watujua kwamba tuvanga ngole. Sasa tukawangola ni muntu kwamba akushwalia
na niye mganga akanao kukamula shibiri kwanja kupime ajweleke kwashina ninyanyi na mara ngendo kanaba kuwika kula shibiri bakumanye kwamba pali muntu aloka kushinjilo mwananjilo aenda tena shinjilo ina maana ndaka molokole bakukumanye tayari kwamba apali molokole lini mpaka na tatizo ndio shinjilo mwanyamani wokovu wake undishalambala. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wika pala bandikumanya sasa bakukumanya kwamba ayu kwa mwenendo wake kwa yani wokovu wake meko wokovu wa maana jamana linitoke yali lisatizo alio. Kwa hiyo isibidi yani kwamba pabakumanya na pauwika shetani kenga shetani anakupa chini kwamba leo ni kwamba molatela wako andikumanya kwamba bipali byake bya utimbanga andikumanya kwamba bipali byaribika kati kwa maombi yetu bipali bili byaribika ngashi ndio wakati yani wewe ulimwengu wagiza nguvu panga kwamba leo watu kutenda madengo yani kwa pala unakode vinu vikwaribika visindaribika vinu. Bwana Yesu asifiwe. Kode malanyi numba ikutumbuka popo kwa popo. Sasa hapa isibidi yani baada bakabiri batendi garama yakoze banambe muntu mwanumba yawigwa kati ni muntu. Bwana Yesu asifiwe. Hapali mganga la ulabila bila kubana yake katika nyumba yake bila kupagwa muntu. Bwana Yesu asifiwe. Shibida bya muntu na bana bamya muntu ye para nipo ankumika mula mwinumba. Bwana Yesu asifiwe. Na yale nao nyota yako ikawa kwamba inaendana sina muntu ija hautapona. Na maana muntu kuna ula kwa uli bali nani tatakela twadiela kulya nyota ya muntu ija na muntu ija ayangene. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana shibidi jamani yani ni nyota ina maana kwa kila wakati unakwenda mganga akamwanda muntu wando nego twantela kwanje kala dawo kangu abali bafite kwa waganga balaleli kola kwanda lwando shibidi sina tambi akuna jinyuwanga bila. Bwana Yesu asifiwe. Kola langa nani wewe ndimba tangu nakala na wao kaje mulifungwa mula wonde watu antela sitangi sibisi mwa muganga alawishi shinte kuntela ajujuwanga bila kutwakwida ndakoba myadi bya muntu je baya kutwakwida zakaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukalalaja nkuba bintu bibiri adira numba pali numba ikumene kupagwa inumba ibikiriki ikawa kwamba inyota yako ikungala yakuona kabisa so bana yani kwamba wanakupata sinu so katika nyota yako ivene mwenendo katika yakuata kungala yani unakono doni ankukwanda kabisa poe kwamba miadi yako atamwinumba ashughuliki na yani inyota ila ikomale ani ankukutwale yani wako mwene bila kumanya ila mwenye mani unilipala kede wako mwene. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maana katika shino asho bali wao wakafuatilia tu nangu enda kumtela na kawika kula wakamwanda diando yani wakantwalidi nyota bana kabika hapo nilana dikaendelea akamalira disemu apita wena ila kila kwa uka kule kwenda dili wangu dili yani hapa nipata dili kabisa na banjanga pala unabakondesha ombeni shamba shanja lala. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mkemwa nao yani ukawala kwamba nani basi ngapa yani nangu nakupata tena huyu kumbe bali mamba shanja dili mwauli moja leo na ukikabili ikaganga ukwigwa leo hapa yani bai shimishira sikatandeka kwamba jamani kwa mwa wameli bana kukulupira nungu. Ina maana bilingu tunataka kwamba yani kila bafuatilia wakuwa bana wedilana shitani mpaka bana wedilana nako awanakoshi madengo kwa vila shitani mpaka babilo balimani kwamba apala kama ibati apala yani apala kama na nyota
yani kwamba apale ngene inyote kulombwa apala kabe inyote kulombwa ile kulombwa kungunagwela sasa bale bauka wako kwamba ukwenda kutima bugiza bwako nabakwida kwata kulombwa bana kushughulika na mwana nikapati bahati kulombwa kumbuka na bajauli babao kulombwa kistamu chako sasa bauka pala bana kwa bajaji akubana nyota 6 za bantu katika kwata kulombwa na nyota 6 hadi mwene nalimanya sinu bankusha ncheshe na nusu bakula kala nusu moja tu na nusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile kwamba uikale katika kulombwa na yani kabisa umungu kabisa katika kutulia kwa maisha lako na nyota yako sita ni yoni panga jamani. Kwa kila mwana lolo kumaleka, kwa kila nyota mwana ajwa lande, ikawa kwa wena limanyilo alibashuka ibana bala. Ikawa kwa mbona ni umuntu ibati la bana batwale. Sasa wanateka. Kwa kwanda pala kona ako besha leo uko wende kunyuma kuno akukukata ncharaba akuno doka yani pala manala yake yani nyote dila pali kanga dibe 6 nchesi dila pali pungula au nchesi au kukusha 5 sasa pala akutwala ila pala yani tela ulapa yani kwamba walana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukuta na tela ula poa kunyeba pala yani nyota yako nindiuka uliona bado mabi wala kuka yani undiuka kula na unditwala tela ula aspasha wamba sasa wanatoka hao walota kulomba ila inyota ipali kuika pala lango na kwa kweli manyine aje beshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na bawika pala mwe kuwika nangu gwikekala na nangu atajo na ukoni sehemu hii wala hata yani awatama kusema. Bwana Yesu asifiwe. Kanga sehemu ya mwisho kabisa ya kuko wewe ndifundisha binu abyo yani bwana wala ausemi na majirani bali dadelo tushimamanya kala nao. Bwana Yesu asifiwe. Ayemwe ngoyo akwanja kusema kwamba ndo hapa ne bajeni bakwida hapa bapali bajeni baida bajeni kwa kushinjilo. Sasa hapa ibidi lolo aba munawaneye kwa kila njene lota kuwika kula ku bazari kula shibidi kwa nchinge. Bwana Yesu asifiwe sana. Na bado kuikala kwa nini ngono omba makuti apali njeni na mwiwa pali njeni ya makuti la omba pala pauje wapo ushuka muligari pala wajanga mwenangu hapa ngoza kumangilo ngono makuti lo la omba lo ndio maana makuti na katika bantu kwa nini makuti tu manyele wageni wanatoka sehemu aina mbalimbali wanakuja na kwa hiyo zile yani na mimi kama wageni kwamba tuwakaribishi wageni wanatoka mbali wanakuja kucheza na sisi Shilingeni kuna mambo. Bwana Yesu asifiwe. Na kweli bana kuida isemu ila yo bai na unje kabisa hata wako tu tenga watokupunda wewe nchinga mwe muda mwe simu ila kuolwe batuke ai bana kwamba nani kwamba mjana pita uja hata wanachukua kuwika pala na bale kuwika pala ukode bilongo balipanga na bilongo hadi kabisa kila shilongo pala shena sadaka yake na maana yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukatumikila kula tukaikala kwamba ndikala isemu hayo na katika polisi katika katimu wake ndikona kwamba doani yani katika sehemu ya mitela yani katika wakati kwamba nicho ni kulaula aspasi ni kulaula ile ni banu katika yani baba shadianga bana kwa byanga banu sio katika yani katika kwa panda hapa kenga muuna laula. Bwana Yesu asifiwe sana. Shina ukisema mwingi maido kuona kabisa kuona kabisa vibe pulika na nkujino kaka ne vibe pulika lebepo chisa ne lasibindi kalate. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mwe ankuona kwamba bana napanguka pala abalinda bana bandilala ankuka nkuinika ankutela ko lakini yani bana baasha kulo kwamba balinaswa bankuida kabili paki yo mwene akubatwali diela. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba kwa waganga yani ni kushinu
kwamba kwatuka ndaleka maisha letu, kwatuka ndasumide maisha letu, kwatuka yani kabisa ndatwadilana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kulaula na miaka 12 nikafuatilia sana yani ikawika mpaka aile yani wiki mpaka miaka 20 yani shimishila pasi ningwinjira nanga na kwanjanga yani kwa kila isemu katika ndikaigo ni mapali munu ankulaula yani kwamba die disipata ata bakaja ata mweju munu ashinango maji kwamba kati ya baba baada padile yumuntu sema modon yani ujanga eli kondiela yani yala ko wigo ndi kujugwa yela kupali kwanguka kuntela. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tulidinguka na tukabasomya tukaona kwamba yani baada ya tukiti lilobi la Mungu tukakunga vini vyao tukonga na taa moto tukamwauliza kabisa Yesu kwamba vinu hali yani tushughulikira katika yani muda wa kulepa na mimi asipancha tupatile. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana sheria yao ni sheria kwamba banawa batamwa kutoka yani vanu balipudie kwamba vanu vavina yani mwelekeo wa kulipudie numbu yani manao mwenendo wao yani kwa tabano bashala wesi kwa tabano yani balipudie yani vanungu vanu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wetu tukindombolego tukindapala nyoka yani sibiri yani tupala nyoka kweli. Shetani mwenendo wake au na basi diki. Bwana Yesu asifiwe. Ukona maisha yako kwamba yani ankuba mwina ina madia hapo maisha yako la mwina kenga biwa limtagola kwamba yani upande wa mama yani katika yani folio na kwamba baba yani wakati wa ule pala wajungo sema kwamba yani wakati ule periodi kubidi yani mama uimaombi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani wakati upata tabu na yani katika yani ungutumikira wakati ula kwamba mashetani ni wakati wa prometadi kutwala vinu bila miadi bila ni wakati katika uona vanu wangupata wangushuma magari kwamba wangupata tabu vanu wangu yani katika miadi vyako yani wangupatila furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani manikutengeneza na munayo yani unja kuka kwa mganga na moli kwamba yani nangu katika kwa ndio kumyamele kama kenga ni kongwe ila ngutengenezea katika kwa upande hao yani katika wakati katika wote kuwika wakati wake avila miadi. Bwana Yesu asifiwe. Vinkuida ndani katika yani majini yangu na majini kupata dimongo ndio kupita yani mantoli la diela au majini kupata dimongo kupita yani balibu yani biashara ya babagwe yani kwamba nyamani atajiriki nayo kwamba wakati mapata miadi ni wakati yani ala majini au bila mikoba yani vinkuduka kuwa banyoka kupita batwadi hela. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo yani wakati ula yani upande wa mama ni wakati kabisa wa kuimila. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani hai ni ulimwengu yani wa awele yani wagiza. Ndio maana ndemoni anguzuie na mene vanu abanapati baada ya ukweli vanu yani babadingu wange yani na mapundisho ya kupotoka pamoja jamani abanere jamani chitandeka nkati. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maana Biblia inasema kwamba kupani kulogwa na kulogwako yani katika bandu boye banduka ndalogwegwa bandu boye banduka ndapela yani bandu boye banduka ndalambaleka na tukauka na lola katika nkati muhimu au nkati katika kabisa katika kaingira kundani hata yomweda ai bapali bandu katika nebewala woki natunuwanga batunuwanga kwamba leo njijwa ndipela. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila katika haja na pesi na apali na yani ngutaleka shakulya na shakulya sasa asi na yani ankulya yani paamu na muwa wako yawa kutalapa na kutalapa kutoa kulya na wapo unamuona sinu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamuona sinu ila wangu taleka na pautaleka kabisa yani ankukuona
yani kawa kenga kwali yani yani kwamba unakodia nkuruwa kuwa na ntumikishi wa giza wakuwa kwamba kukutwala kwamba kwikapa kaja yani unakodia Mungu kwa dana atakundila wakuka kundiku kwa uwena kundila ukashedi nguni na nguni ndiadi ya kutike chwa wando nguni ngulitikini mwene ngulitikini pasiki. Bwana Yesu sifiwe. Unalitikini pasiki mani ukone kabisa kukua ndio katale kimbogwa ndikaimbogo basuri umweni wani kubazara sana ukone muda unduka kula na moto pa utumbudidi wako lakini ukone nani moto unapunguka sinu moto kukalela na medi kaza ngatifalela bakutaka nyuma kuno. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba wanintu wala munija apali wao walangane mundio yani kabisa ndipela hapana apali kufundana sana wawenda kula na mara sumba shaki naye wakati wakule ula ikanko muliela pasala liulo na kwaloka nkwikala na sani shake ankulia. Bwana Yesu sifiwe sana. Niwe nini kabisa Mungu kwa unidani unidao bane kala sio na namba mbona nuko nakulambela imbogwa lakini mundu si mundu kwa unidani wena ngandi mo fashijibu katwa imbogwa bani ntuma na kauka kasuma imbogwa merikado au mena kauka kabisa sehemu akatoa imbogwa kwa dindia na utatanishi. Bwana Yesu sifiwe sana. Yani ngandi kabisa katika yani mukapali Yesu yani disemu kabisa dila neba nama bani bila nungu kabisa kati mwao yani bangutumikishwa na vinu kabisa ni ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Nandi bana njomba ndi bana tataki aho ni kwamba leo kundi kwake nayo unatunywa mikuka mpaka palima watu yadi ni dili. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani popa uka alima kenye kubarabara ku aidikweka na papanganika kukaja wao na nchanga mapanga kuwana mapanga hata kama 6 muno wanyumba sasa ukankaba waliba wako wenda kundia gweka yako tuona mundu upanga tuona mundu nja bino wao ni dada limela akondo mwanete yani katika hapa wakati huo au kulimila au kugwidia au kwalanga lakini ukafuatilia sana uwekenda hapa ali mako wiko sana lakini unasiloni mwana nikababa balima nao unauja simu. Bwana Yesu sifiwe sana. Shibidu taodi uncheme kabisa odi. Kwa hiyo ankuwatu abalaba nubake akuka na babika sehemu. Bwana Yesu sifiwe sana. Na wapo wote kuwika sasa unkomba na mwa kwamba na mwa baje bakuru kwida hapa kwida kwikado wao tangola hapa shaliauka nangu bamwanda haya twamwanda kuka mwaka hadi simu lipagwite chibidile ngolo malangi nishi tushimfuatilia koko ndila. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba ni ulimwengu yani utumika na bantu bagiza sasa katika bantu tukanawa kuokoka yani bantu wanatumikisha mtindo wao muona kama nao katika yani bangande wakaba naba panda na bantu aba ukumira nanga malengo pabo so wakumikumanya. Bwana Yesu asifiwe. Chakula sisi utaleka wako wakuni utaleka chakula kabiki pameza utaleka chakula unkoni hata katika jo mweni ja akono ni yakulya malanja meje madonji kwa mabene matatu ndileka bapali banu watumikishwa katika mtindo wao. Ndio maana katika kwa wao mtindo wao ina maana katika yani katika upande wa kushwari yani banao abananda na sinu wakati utende wako maombi ina maana vyao vinkuharibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana bitu imile kati munungu yani bitu kama wabala yani tuimile yani batu katika neema ili kabisa tukamuli Mungu kwamba kamba wokovu wako ni wokovu katika yani wakutambwa shetani anakuteka. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakuteka
Shetani andakuteka, mwonye maisha kuteka. Wokovu wako unalingana na shini. Na shetani akumuoda muntu kulingana yani kunola imani yake. Kunola kwamba ndio koka. Imani yake ibeda. Ndio jua kuswali kwake imili pasi. Bwana Yesu asifiwe. Na maana kukuika hapa mashetani wamelala mwili. Kuida hapa sema tumalikiwe. Lakini hapa bado imani ya kila muntu. Na kushikawa na ukana nafsi take dadao ndo kula au ngulumana meni kula njilo. Bwana Yesu asifiwe. Na wanao na mene mashambulisho niko kutubai. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani wanao katika mashambulisho yao kwa hiyo katika imidi ile akaimidi ile katika umeona kwamba yani haja hapa angushwari lakini hapa mna mwetu adina banachughulikishi inu. Muona kwa kushwaria lakini kaka ni malaya shetani anachughulikii. Bwana Yesu asifiwe. Sikuchughulikia naye sipari. Mwangi manye kwamba ipari ndira yake yote kuntaka ni kumalaya. Bwana Yesu asifiwe. Ikawa unaona kulipudia ni mwali. Shetani yeye anachughulikia sinu. Ngwaligwe. Yani somu wake. Bwana Yesu asifiwe. Yani kwamba akaroto kuntuma yoni kamyanjiro ankuka na myaya kandi muno ali upande unji ankwida bana lipude nungu alagaza kwamba kumulilo yani kwamba kugesi bapali bajeni wena aje kuka kugesi kuka yanda nama na bajeni abo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mashetani wanakuja wanachukua hata mmuliganisha anamwona Gideon mwone mungu kabisa kuliganisha kumba kutamwanda kuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba sinishira bala ni sheria ya mashetani. Kwamba sheria yao itani yani wanao kabisa yani ni muungano kwamba vani wanalipudi nungu au abala katika balipudi nungu wala yani kwamba nao nilinyatiliwa. Ina maana kwamba ndiye wakati kwamba sheria yetu ni sheria ikabadilika. Mungu wao labdoni alipudi yani mungu wake ni kumwangamiza. Ina maana kwamba Danieli shukina mponda Danieli akaimila na kuimila kwake akuwa kwa nimbenje. Leo ndio kwa nimbenje Danieli akalipotea. Bwana Yesu asifiwe. Na maana katika yani kulipudia kwetu kulipudia kwio kwamba yani atunaoti yani kutumikishwa kabili na vile yani wetu na kile. Bwana Yesu asifiwe sana. Wao pali tukaloe katika Matendo ya Mitume. Wapali au wapali Matendo ya Mitume 8 Matendo ya Mitume 8:9 tukupade huko nangu bikido ni mpaka 20 ila tukupade huko ikawika fazi hayo tunaemelipo Matendo ya Mitume kama ilivyoandikwa. Na mtu mmoja jina lake Simon. Hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika shule. Akiwachanganya watu wa taifa wa Samaria. Akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Watu wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa. Wakisema mtu huyu aweza wakumu kule mkuu. Wakamsikiliza kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Lakini walipomwamini Kristo akihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Naye Simoni mwenyewe alipita akabatizwa. Akashikamana na Filipo akashangaa alipoziona ishara na miujiza mikubwa inayotekelezwa. Na mitume waliofuata Yerusalemu waliposikia ya kwamba Samaria imekubali neno la Mungu, wakawapelekea Petro na Yohana, ambayo waliposhuka wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu. Kwa maana bado hawajawachukia hata mmoja wao, ila walibatizwa tu kwa jina la Bwana Yesu. Ndipo wakaweka mikono yao juu yao, nao wakapokea Roho Mtakatifu. Hata Simoni alipoona katika watu wanapewa Roho Mtakatifu kwa kuwekwa mikono ya mitume, akataka kuwapa fedha akisema, "Nipeni na mimi
ili uwepo ili kila mtu atakayekwenda mikono yake apokee Roho Mtakatifu. 20 na mwisho, lakini Petro akamwambia, fedha yako na ipotelee mbali pamoja nawe, kwa kuwa umedhania ya kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa mali. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani kwamba ali munwaju abe kusamaria na munwaju, yani katika yani vitendo vyake vya sadi yabi. Bwana Yesu asifiwe sana. Vya sadi yabi kwamba ashinda tenda binu vya kutigimikanga, kwamba ashinda logwa na munu yulado aju katika basamaria ndio kuna nangolo, yani aju ashinda batikinianga yani kwa vitendo vyake, na mpaka banu boye bashimwana kwamba tumidi Mungu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama moto nenelo kwamba banu bangutukutira tu disemu bila kumangi disemu ade bauka banu baba bene mpango shani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakamfuatilia, yani kwamba munwaju banu wakamwamini na banu wakanjopa, na banu kabisa wakanjanga kumwamini. Lakini baada ya kuweka Filipo katika Samaria, na Filipo anjanga katika yani kuvalangangaliwa bila Mungu, banu baba ndamini na naye kabisa na uwai wake akauka ndamini bila Mungu, na akanjanga kabisa kufuatilia yani kupanga pamoja na Filipo. Lakini katika kwa mwenendo wake asipitala ledia. Ina maana katika makanisa yani kwamba vapali banu kabisa balaba lengo la kuina na lola wenda lola kwamba nyama standeka na bali sio standeka sila pala manala akinyamani na kuina lola kwamba nyandi kabisa katika fuatilia na meni kuona bi Mungu de Mungu ili nyama wa mtoto sila pala imani, na maana mpaka ngola kwamba ni Mungu ade na Mungu shumidia pamoja nasi amwe Mungu atakuwena nangu na nangu nikankode munu nimikira mikono yana agweni kwamba yani sindu tushitandeka chimilimili awashona kenga momo shitande naye wai wakula abadinga banu ashona kenga kwa yani Mungu de Mungu yani kwamba anaweza kutenda dao. Bwana Yesu sifiwe. Taina maana yani kashome katika yani mistari yake ndaika kwamba loni na maana wewe tungilia kapoe kwamba tukatwali yini tu nikabe maana na nikapita vitu ndio kwa vinu abone nikamanyika kumeo na kunyuma. Bwana Yesu sifiwe sana. Yesu kanitika vinu na vinu hadi hata njenge ni kumanyika, yani wasema yadi kwamba wanu wakanitika vinu na vinu hadi bila kumanyika, na hapo kaule kwamba loni uganga au nyanya njenge au leo matangala nyanya njenge wakoje wana ng'ombe tu bakala. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ninangu kwamba kuma Yesu na kwauliwa kovu mpaka banu boko kuonjangiride. Sasa nangu kwamba katika mambo haya mfuatilie mweni kwamba leo ni kumbi ni yadi yetu. Ai kamango ni yadi yetu. Anje kamango ni nyani. Bwana Yesu asifiwe. Hata mudili liputa ukanga pala akwaulira. So kwa ulibiro matanga ni yadi yani amuri kwamba walivikanira bana aba. Bwana Yesu asifiwe. Wakakulunga ibata yo veni ukutokuwala kebani balaga nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani ni basa bakulunga banu na banu aba sino banu yani mashetani wakaloka kuzimu wakaenda na kufundisha sinu sila kutoka kufundisha bahuki ndio na kwamba ndio bana ni kubati sino tayari wenu wakalambaleka bakauka kutoka wala kebanu bagugana makola kuwala kebanu bagombana. Bwana Yesu asifiwe. Manyakala makamanyika na sino asikufuatilia wetu mwashani menkati mwake faida ipari muna nikatoka wake na bale ukatoka wake haya bakwajanga banu kushughulika yani ndio ndio kidi munu bashughuliki katika benwele apone sasa Mungu anashughulikia baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Ili tuube ili tuje akula kwa tuwele wokovu yani kwamba ni ndira yani kwamba ya kuduka aile katika dunia au katika Islamu ni ndira ingangamanenge yetu yaike kwamba watu kinakadiana na mu Yesu isimini kwanja tuje atunajaki kwa miaka mingapi yetu ikele tule matanga kula atunajaki miaka mingapi yetu ikele
kwamba tuwafuatilie waganga hao kwa tushina laula atajali miaka mingapi yetu ikele kwamba yani tutende binu yani bila pala ni kama nyika kunyuma na kumeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Undaungwe kabe yako. Bwana Yesu asifiwe. Bali bandungwa na yani akakumbukira kwamba leki matanga aliona kwamba yani likola yani linanapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akakumbukira leki kamango aile na mapiko hapa kamango tamotwa. Na bali ndipo kwa maana kwamba hapa kabisa kanisa lindinuliwa na wana waliokoka. Biblia inasema kwamba hata wakati ule umwa Yesu la vanhu vashinda pala kera vitabu kugana libalanga bitendisa byabe besitenda na bana bakati balanga alala mabukula ala shabi abi bashinda pala kera kugana ta moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa Mungu mlokola aliokoka kaida hapa yani kwamba tamwa kwina na binu kabisa vinchumbua kukaja kwa mkone bandi kabisa wakushwari na bidumba ni hao kwa mkone bandi wakushwari na bilizi wakone bandi kwamba wakushwari yana matandambu yende ina kabe maana kula kuningandi kula mbona nungo dishuluka hata undiunga shwari na kunga nungo faida kwamba ngandi mwafu kabisa vipali vichangani mezababu linangile na maana kwa Zaburi angolongola kwamba yani konde lilobi lya katika mtima mwangu yani hii ndakutenda lidambi kwamba yani ibili yani tutendi chasa kwanja abile yani tukadia balela na kale bali ya kuokoka na pamoja tundia balela ibili tuapukanyanga nao. Ndipo nipotangola kwamba muno aje andibale kwa Bwana uambili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukubali kutamoto linadosha lila kumilidia hapa linadosha li kukubali kabisa yani yani nyumba au katika binu vya utumila wando ni maisha yangu na kuendelea kumi katika yani shambasa kuendelea ile mulimwengu katika kwa Mungu au unaendelea chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani hapo faida ya banu katika yani matendo ya kunyata shambasa faida yao Biblia itakwenda badilipigwa tayari. Kwa hiyo maana tukauma na baada ya kuuma tukakajana misukusuku vyoe liko zinatanana na ngubeni mtani katika barikola katika bandu kungutanana bakangwapuka. Bwana Yesu asifiwe. Mwa kila sida nishinjangula kadiri ya Mungu kutumilila tulangule mitera nijole mulikakoba kudyanga wakati wa ula. Bwana Yesu asifiwe. Kudyanga wakati wa ula wetu wena bana wetu shikulupi wako nangu kwanza tano libuku ndio shitumia nangu yani ngulola bitela litaya moto pali. Kwa hiyo hata katika kwa sehemu katika ya Milan hata katika dalili muta ainangwida si. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchude baba jo chungaji na bila kukufuatilia hata mashikanga kwali yani ndikandi mira lakini na Mungu nango yani amwana lipoe liamba mwili uyo tumepamo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana wasidimbuka kuko ndio kuja tatu aina hiyo ndio kawaida sasa katika makamuuli ile asina kufuatilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe mkongwe atisina baledi hela kuna baledi hela kongo hapana kongo je nguna kwa kasome mai ide nako nali atinyanyi haikala basi njilo bai nipatikana jo na nipatikana mwi twa mai lala tunaroga na bana katika muno alipata tumupa tukumpangania tumuulani hapa tukugaramia mpaka wako watu kutuma maya pa shughuli kwa yuka. Kwa hiyo hapa watu hapa tukukushumi maya yako pa ngandiko wako mayalo wasi jirani yako dwe haya kandi anga sino watu kandi anga kama ile apala tumodo yani hadi kama kwamba doni mungu andiuka atakulomba animuita kumuita mpaka yani kunguju pagoli mwa katika kala bantu shinda yani wakongwe bashinda yita bala
kwina libanga nankwe yani kongo yani ngwita yani mpaka nguvinga kabisa chimoli pumula pomoto nenda kinyanyi njiro tunaandika yani sikusha mashatani kone watu alinali yako na kuandika kwa wakado kwene do sido wani kwene do mene tunaandika mali hapa katwa mai au kamulengiri muni jo hale nyama ali kwao negwe jomba je kubandika do sawa kachume Bwana Yesu asifiwe. Na patuwika hapa tukwanjanga yani kabisa kusema njilo nelo hapa au nundu uno njilo hapa kuida kwenu na baada kuida kwenu tukwaulira doni yani katika kwa banungu wetu katika banungu tutumikira wetu yani kama kwamba ndi tukabile sinwaje kwamba wetu yani sinwaje kuna pagwa katika mkataba wa tatizo pali na panga kuida yani na mulugwana kanaba kuinjira igori umikala yakutandikira na bitandeke kandi anga kumuli muri wajirani yako ayi shakulya shi kataleke shakulya shashi waka bataleka katika bintu wapi utautai naye bada kuida shakulya shaki naye au katika yani mai yake naye wako anga wisabiri vikapashini wengela kubike sasa la kulubike hapo ala ubike hapo kosa ya kulya tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukashughulika na mtindo wao na bana wakanjanga kutufuatilia na kuka na dubali kabisa kankodia na mara nso kuigwe sauti ndo njiro hapa nkuida kumwona kutima. Bwana Yesu asifiwe. Mara yake kwamba yani balinseti nyote ya nume na nyote ya nkongo ila yani pala banduka nasema twakuunganisha yani pala atakawa kwamba doni yani atakawa kwamba doni nakashange na twangwidi ni nombe nangu. Bwana Yesu asifiwe. Mwana nkongo hii andilomwa lakini katika twagwe yani mwaulingala kwamba nangu ajala ngufaya sinu twagwe kanje au kutete nume kwamba lakini nkongo kwamba ndo seti nume aneki ndiagwe hicho nangu yani haona ngulomba ulimwengu wa giza. Sasa baada ya kuokoka subiri yani pala tumani kwamba ni padri tuoda baada ya kuokoka mapali kabisa mama ndunga ndoa na ndoa ya kabisa tani aniona kwamba ani ngumi ukatalambala watu wanatuma kwa ndoa yako inaeleweka chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanatengeneza yani mabinjika lala ni gwasi kulimwengu kwa bantu bakalota kabisa kutumikira nungu aju. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana aju ashikende bintu byasabyabi nikango ndi kuulira hapa kwamba ndi wakutenda kwamba kungali muni ya dingano kwa mwana nene nango tabande baba nakangula beba nangoni kwantela hapa tukupakala na tungoja kutindinganyanga ikutindinganyanga loko dikidiki kila ina bangande ina kashale shake tukapanga ndo kila hapa tukitu vingili dingu kudeba ane tukamutuma mene na tukuvingilida au nafikiri ndio tushitenda dini kwamba ndio simili yani tushitenda dini kupitia yani ulimwengu wa giza si waiwadi tungukuka basinu kwa kamena ndio hapa natuona mungu tuona kuvingilida dingu hapa tukana sumidia wewe nande ta tunguvingilida dingu kutokukamula tunguku mwito tukapanga lo kusumida tukapanga lo mene kwa kata ugwali mwanda mamena kumwita ngwena abantu basingoda yani abantu hapa kabisa yani kama ulido hapa twende kushinjina tena sinjiro na tunauja. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitumanye wokovu watu kendapokelela kwamba tumile yani isemu ipali ya unyamile kunyama wake katika msalaba kuokoka kwamba vipali vini zote vikuli vya unyamile. Bwana Yesu asifiwe. Kaunga ndigwa lidangele. Bwana Yesu asifiwe sana. Pali vya unyamile wewe sikutenda baadhi basipangani anga baadhi bakutende yani unji kabisa anyamile baada vanhu vandiunganira
ilo kwa neema yake mwenye Yesu akaona hata aju wangu aje mnampata si. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba katika yani upande wa kulogwa yani katika vavi wankulogwa mundu yani kwamba kwa maisha yake yani maisha yako wako mundu twakwile yani kabisa kwamba kwenda twala maisha la pala kulola kwamba loli aju katika maisha yake tukaneke kwamba alombwa au alomba au asomya yani maisha yake hata wetu po tunauka na ngugu balila baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Valo kutumia kwenda ndani ya ing'ande. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani ing'ande la bala ing'ande yako wako mashetani wanakwenda kutoa kwamya ing'ande yako yani nataka ukamwona mungu kwamba andidenge ng'ande lijanga andipintari inkungala ila bila kumana Yesu ankulapanda ndio nana moyo wako ulimana Yesu ukanamana Yesu wepanda vanu kuile sinle kula kelika sakata au mena kelika sakata kudianga kukula kali balangele kukabandala lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulala baada ya mbali la bala ujenga ndi batinga tinga ndabika po. Bwana Yesu asifiwe. Bwana kame mara ai moja wapo hiyo katika familia yetu yani kabambe katika hiyo historia hiyo uloto na lote mungu kulindo kulima munda kumalila ukana kutamo tulinda made kunyuma ukalalaje yani atangwana sehemu ingi hapa atabanye kuku batandeka kwamba bangutwale yani kupita bambandi ubiki bya matununa ukole wa mundu ndalima ukaja lakini baada ya kupita shumani ulinda kujuma unakodia ile matununa bandipita bambandula pita bambandu mbandu tununadu mbandu paka pakati takumbandula. Bwana Yesu asifiwe. Yani lila yani katika liala liu bandiamya kutokuleka binapande bolo kupanda majere yani majere hapo kabisa yani leo kunatumukilila hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani kwa basi ndilima na hata wamwene bosi lima wana kwamba yana banangu yani aliyo tumaini bila ndakosa hapa hata na majele yani ngupa tumaini pala mbele paka lanja kubadilika papa hapa ngoja kubadilika majelani ngoja tu yani baba kuimina kundibala kwamba lilali ala libe wako ndio ulagwede bae banditwala nikutwabi yani langa ikakonda majele kuenda kuvikira ni ai yashitenda Simoni kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni hadi yashitenda Simoni kwamba kabachanganya abantu na abantu bakanimwana Simoni letenda kenga lelo kwa yani kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kone unje kabisa kulima umalika baada panda baada ya kupanda maji ya bela la wika do muona kwa jana maji lala umeamwa la dikwa na ajira pati chini. Bwana Yesu asifiwe. Au mene kukana tengeneza mia mbona kwamba ndio unaanza kupata majele hapa wakuku kana tengeneza mia ili jamani au nalimile yako liharibike au kukutama wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukutela hiyo ba aje kutokutela ngwenda kulimangira shinishi wako kutokunaso bahari ala lila pala kole uyu njilo na mwaka andi lima ali kumena mena agenda limangili mwa kuula. Bwana Yesu asifiwe. Tayari bali wateka shinishi poko nyimani au napate ni sehemu ya makola baadhi kama ndio maana Simoni asina tenda vindu bila pala kupita watu yani abatenda baadhi waiwadi na baadhi wakanjopa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya kuza Filipo watu wakuokoka uwai wake ukamalilika popo. Tangopa nina limo Yesu uwali umalilike. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukutukalele aliyeli buku libuku limo Ezekiel
Libuku limwa Ezekiel 23:15. Wewe ukiwa kikuu miongoni mwao na vilewa vilivyotiwa katika mwao, watu wakuu wa kuangaliwa kwa mfano wa wana wa Babeli katika Ukaldayo, katika nchi ya kuzaliwa kwao. Bwana Yesu sana kwamba kwamba hawa tunasanga wewe na dindilde utatanishi katika Babeli na katika bakulu wao basalanga lela kwa dindile ya jeshi umu kwamba abala bano unakodeta makola unakoda kukuba bika aju nanangaledi walikaja aju nanangaledi katika walikola abandi bano atali. Bwana Yesu sifiwe sana. Ni banu bauka kabisa ndatindinganyanga makola na ni banu bauka ndalivika kwamba bakushunga makola kumbe inawo sidoni kushunga ndio walikawika hata ikawa kwamba bangu ndio kumwangamiza Mungu na kumya Mungu banao ni wahusika na meme. Bwana Yesu sifiwe sana. Sibili kwamba kwa koka kwetu tuapukane nao na dindira au katika mipango ya makola bila mipango kabisa vya mabudu banu vinu vya utatanishi. Bwana Yesu sifiwe sana. Kuna kwa makola unakoda pale banu maweza wako ili ubabudu ili ubaina mile. Bwana Yesu sifiwe. Na kuwa banu walibika kuwa banu bakutisha na mene kanga kumwona kwamba aje katika kwamba Simoni abele Mungu wakati hawatabani wakanjanga kumwina mila wakanjanga kunjopa mwasi tandisha kunjopa Mungu tayari pala kumwina mila. Bwana Yesu sifiwe. Na maana wokovu wetu atunakubali kwa wokovu na mila wakutishiwa na bantu kwamba kuina mila miungu watu kengo masulatala namani wamwina mile. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mordekai kutokana na Mungu akataka kwamba nangu ajina mwina mila sinu ngona kumwina mila dasi munu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa stendo kwamba kwa vitendo vyake vya stenda au katika mwenendo wake kwa bala banu asiona kwamba kwa banu kwamba baka wamwina mile. Lakini Mordekai akapinga. Bwana Yesu asifiwe. Hata wetu nelo shibidi tupinge kabisa mwenendo ula pala wakuloga kutawaligwa na baadhi. Tupinge kutawaligwa na dilizi. Bwana Yesu sifiwe. Wakana kwamba kenge ya dilizi hata watu wangi tukadokoke tuliwa na dilizi aina mbalimbali hata wabingi tukakuloja tukakushishukanga niwa na nkoba na nkoba au milu shuma mwelini mwanao vya kutatabananga. Bwana Yesu sifiwe. Lakini baada ya kuokoka utimile tukataa moto tukanangua kwamba hapa ipade kuna makabila diliza hapa isibi tunami kenga Yesu mwalatela. Bwana Yesu sifiwe. Bidi tunguligwe au na ukalangi tu vinu kila chinisha pagenda moja ipali faida yake vanji balikatoka kulombwa mwa wali ngoma. Bwana Yesu sifiwe. Biblia kitangoloni wakati uwepa diki kwamba tukandi balanga binu avyo banu kabisa waukiwa manyite. Bwana Yesu sifiwe sana. Balikatoka kubaleka mwa wali ngoma ukona muna kung'ang'ania mbele yadi ngoma, lakini katika yadi ngoma ni moja wapo katika pawakatoka banu kabisa katika kubaleka. Kanga tangola mwana tani kwamba bapali bangu walibalekwa ila nyote ya bahati kwa kupata ibada awene awula nkata ula wajaikwa mkata wako. Bwana Yesu asifiwe. Mkata nangu nkata
Bali wanikunga anga wanikuwa katananga wakakunga wakatota nkata. Wakamupa kwa bibi yako, akaliungiwa kasangaba ndio walikwanga lela. Sasa bali ya kungulanga dilila, ukinajia mwene. Bwana Yesu asifiwe. Au kinajaya, au kinabika bashimishana. Atangalangidi yamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Baka kuvinya. Nangode, ndugulugu linyakala. Ndugulugu linyakala. Yani kwamba wala bakoli kwamba ni ndugulugu wake linyakala. Kwamba linyakala ni nyoka wakala. Ila wana naba bakuwana mena. Kangu mmoja meshatani Biblia mena Biblia. Akuna pale meshamanga linyakala. Ukaitikila ukamwoda mwiu linyakala. Na baada ya kumwoda shetani ndio alio anakukana. Ndio nangu ni mmoja unangode. Nangu ndugulugu linyakala. Bwana Yesu sifiwe. Bagatwa nkata ule bala bali wakasindilila. Na nkata kenga nkata. Yale amule mayendoni. Yani katika we ibidi ajua kulote kungulanga kwake. Ni isemu yabaduanga kwamba yani baada ya kungulanga ni isemu ya mwisho kwamba yakunja ula ya mwali nkongwe kwamba baleke bakalota awana baleke mkata wako ukinaja kwa mkoba ula wawa kubwajili likangoti lila wa ukinaungulangi kwasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa undakodia yani mimi tumani kwamba wakati wote yani watu wakweka ni pakoza wetu kuimira tango kwamba kila baba ukindabika binwadu ikanga kwamba lina lyango ko lindi pabwa yakuna yani bauka ndatangalangira kwamba na maisha yangu nalawe kwamba sitamusa yangu nalawe unje ntangala kwamba ndio kwaje alilaja hata likamwigwa tataka kumaleka nala nande nalo wakanduma anaigwe na ukole kabisa mwana bajaruka yani alipili mwaka umo bai kona uma paliwe pala ntegemera nduno lyamba. Bwana Yesu sifiwe. Lakini bana kutukutila tu yadi aina yadi yangu sitaka kwenye mani kati wetu hapa tukati ipanda ina maana kwa kwamba wewe ndio kwamba silingeni kuna mambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulimwengu wa mwimumu kwenu. Yani silingeni ulimwengu ndio alimwokile na kutinga nini. Ulimwengu wa mwimumu kwenu vilinguka silingeni kuna mambo. Bwana Yesu asifiwe. Kode mungu pajeruka mara ni kulinga kulombwa ata pakuncha ya naye antandini tatu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba dilale dumiko kula kwa ukinalambwa idya kwamba aje na lombwe kwamba aje na ikarutu wali aju munge anoti wapata bana wakatwala dini bila wakalangania yani wakalangania koto bana mpaka maundu pankulungu popoe bana wakaume sadaka huko na ngongoli liamba huko likolo kwamba sadaka ya tutenda nyaje vijaika hapa yani kabisa nikoma demu na nyaje vitango vimwoja kila kwa ndalongwa nikamujie. Amina. Tangu asante Yesu. Asante Yesu kwa neema yako. Neni kuigwa ngubadilike. Na maana ndio kwamba tulienda kujifunza vitu vyao ili tubafundishe bangi bamanye. Tukaikana baganga tukalana baganga. Bwana Yesu asifiwe. Yani mbona yani kwamba tukaana tubali yani tukindalizala ulika. Ano katona ndio wapanye yoni. Mchawi kabisa huyu. Muhammad bili mpaka tulamuliwe. Mashetani. Neli ngimeni. Kazi wa mwedi
tukanalinga medi. Tufuatilie vinye si wali tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia vikutendeka mwasi mu ulimwengu wa mwimumu. Ila bantu kabaulira kwamba ubaulira bila bakuona kwamba yantu watimbangiyadi kumbi nkati mwao mwebinu nibamamena bantu shinkatikati. Kone mundu yo kulombwa bale kulombwa ai anaikapa liutu unji jo kulombwa mene ni momo ukinalambwa idi yako unji jo kabisa banduka na seti aji mwana na nkamuli kwimita mwe imite ila kila situmbo mwana jo wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kode kumita situmbo tingulanga mita situmbo tingulanga ko kula kunkata kula. Bwana Yesu asifiwe. Kaani katika umwenu kwamba ndimu. Bwana Yesu asifiwe. Ukatwadilana. Ina maana baada ya kuokoka shimiliani tubadilike. Kuna ukikabili au na majaule. Ina maana Biblia inasema kwamba yani wakajaula bana bake aka